Usipaze sauti, usijibu kwa hasira, wala usijitetee. Kujishusha kufikia kiwango cha wengine hakukusaidii chochote. Kunapunguza thamani yako, unyenyekevu unaopaswa kuwa na heshima na nguvu yako ya ndani. Heshima haiwezi kulazimishwa, na ikipotea ni vigumu sana kuirudisha. Lakini uwezo wa kudumisha heshima yako unakuja kupitia nidhamu, utulivu na ujanja wa akili. Hapa kuna njia 7 za kistoiki za kushughulika na dharau bila kupoteza nguvu yako. 1. Usibishane. Kimya hulinda hadhi yako zaidi kuliko hasira. Wale wanaojaribu kukudhihaki hawana nguvu pale unaposhikilia utulivu wako. 2. Usijieleze. Kama mtu ameshatoa maamuzi ya kutokuheshimu, maelezo yako hayatabadili chochote ndani yake. Hekima yako ipo katika kimya chako. 3. Usijibu kwa hisia. Akili iliyotulia ni ngumu kushindwa kuliko sauti ya kelele. Hii ni nguvu ya kweli, inaonyesha udhaifu wa kudanganywa na wengine. 4. Usichukulie kibinafsi. Dharau linafunua tabia zao, si yako. Usiwe mgonjwa wa hisia zao. Kila mtu ana vita yake, na dharau haimaanishi wewe ni dhaifu. 5. Usitafute kukubalika. Heshima inayopatikana kwa kuomba si heshima, ni ushawishi wa kulazimisha. Thamani yako haitegemei watu wengine. 6. Usibaki katika mazingira ya kudharauliwa. Ukikaa pale, unawafundisha kimya kimya kwamba wanachofanya ni sawa. Umbali ni nguvu, kimya ni silaha. 7. Ondoka. Sio kwa sababu wewe ni dhaifu, bali kwa sababu una hekima. Kulinda amani yako, akili yako na moyo wako ni nguvu kubwa kuliko kushinda mabishano. Kuondoka kuna kuweka juu ya mchezo, ukitawala hisia zako na hali yako.